Kenya imefika mahali ambapo Gen Z wanadai kulipwa ili kusema tutam. Wengine wanadai rais anatumia nguvu nyingi zisizo za kawaida, huku viongozi wakianza kurushiana maneno hadharani. Je, hii ni hasira ya wananchi au kuna kitu kikubwa kinafichwa? Leo nakuletea video 5 ambazo zinaonyesha hali halisi ya siasa za Kenya na ukweli unaweza kukushangaza. Kwenye video ya kwanza, kijana mmoja Gen Z ameibua mjadala mkubwa sana mtandaoni. Anasema kwamba kuna watu wanapiga kelele za tutam, lakini ukiangalia maisha yao unawaonea huruma. Na kitu cha kushangaza zaidi, anasema hawa viongozi wa tutam wanapaswa kuongeza pesa wanazowapa vijana ili waendelee kuwasapoti. Hii inaonyesha nini? Je, Gen Z wameanza kuona siasa kama biashara au ni dalili kwamba uchumi umewasukuma vijana kufikia kiwango hiki? Yaani mtu anasapoti tutam bana, anateseka kama vile ex wangu wanateseka. Bana, hawa watu mwachotee kitu yenye na watosha kiwango. Sasa ukiwachotea 500 alafu unga peke yake mfuko moja ni 200. Bana, hawa watu sipendi vile wananinu wamechapo huku nje bwana. Leo acha niwatetee mchotewe ikue kiwango ikue mingi. Juu lazima useme tutam ndo chotewe. Hauwezi toka kujituma, hata leo niwatetee. Na maji pia mpewe. Mwacha kunukia watu huko fulu. Unapitana na mtu bwana ananuka mwaya imeoza. Na anasema tutam, hata trouser na kiatu hana. Mtu kama Umoshi hana hata pesa ya kunyoa hata hana. Sipendi vile watu wamenini bwana, waongezewa amount iongezwe. Wachotewe kiwango inaendana na mahitaji. Wanunua hata matroza kwanza. Video ya pili imezua mjadala mkubwa zaidi. Kijana mwingine anamnukuu Rais William Ruto na kusema kauli zake zinafanana na mtu anayekiri kutumia nguvu za ajabu kuongoza nchi. Hii ni kauli nzito sana, lakini inaonyesha kiwango cha kuchanganyikiwa wananchi walichonacho. Watu wanaanza kutafsiri kila kauli ya rais kwa njia tofauti kabisa. Unasikia wengine hata mwingine nasikia mwingine juzi ati ako na habari kwamba SHA ita collapse in 6 months. Kwa sababu mimi ni rais, nikajaribu kuchunguza hii habari alitoa wapi. Nikagundua kumbe alienda akaongea na waganga na wachawi ndio wakamwambia hiyo. Now, do you know what that means? Yani, the president is desperate to an extent hadi yako na wachawi wake. So, do you know it means hadi ya wachawi wa president wenye ameweka ni masnitch. They don't want him, so they are disclosing very crucial and secret information to the opponents. Wamepatia Rigiji na kama wachawi wameona SHA inaanguka wakaambia Rigiji inaanguka na ni wachawi wa president. Who are we to doubt? Imagine even your own people, your own wachawis, the wachawis that umeweka around you to secure you and to do whatever witchcraft you are doing. Wana snitch kwa your opposition kwa your opponents. What does that mean? They know you are one term. They know you are going. So kwa Kenya wanajua ulianza vizuri sana, ulikuwa una narrate Bible verses na kila kitu. Lakini saa hizi because of the desperation sasa umewachilia wa Kenya, unawatesa, unawaua. Sasa hakuna uwezi hata rudi kwa Mungu. Saa hizi ni wachawi. Ni wachawi. Na wachawi wako pia hawakutaki, wanataka pia uende pia kama umefinya hadi wachawi. Wachawi wakutaki wewe mwenyewe. So acha hii maneno ya kudanganya sijui nini. Kenyans wamekujua. Kenyans hata wanasema hakunaga shetani. Shetani sasa mwenye yako saa hizi ni Kasongo. Video ya tatu, kijana mmoja anatoa onyo kali kwa Rais Ruto. Anasema alishawahi kusema usicheze na watu wa Mount Kenya, na sasa kwa kile kinachoendelea, rais ameweza kuwaunganisha zaidi kuliko hapo awali. Hii ni hatari kisiasa kwa sababu umoja wa eneo la Mount Kenya unaweza kubadilisha kabisa mchezo wa siasa nchini Kenya. William Ruto, na nilikuona usijeze na Kikuyus, usijeze na watu wa Mount Kenya. I told you. Sasa angalia. Huyu ni Martha Karua. Huyu ni Rigiji. Huyu ni Justin Muturi. Huyu ni Uhuru Muigai Kenyatta. They are together like never before.
like ya kukuwa na uhasama hapo mbeleni, like Gachagua kwa wanatusiana na Uhuru Kenyatta, like Gachagua kutusi Uhuru Kenyatta, wako pamoja, uliwaona? And I told you, Kikuyus knows what is called power. Wajana hii yenye huyu Jenisi anajiita Jenisi, huyu Oburu Odinga anaongea, Kikuyus understands power mpaka mtoto. Sasa venye umeona Uhuru na Rigathi Gachagua wameshikana, utaangalia hapo mbele venye hautakuruhusiwa kwenda kukanyaga huko, itakuwa kazi ngumu. People have been waiting stand ya Uhuru Kenyatta. Wanajua ndio Rigiji za mobilizer. Lakini tunaendaje mbele? Kiongozi wa 4 wa taifa anasema nini? Hiyo kusalimiana, angalia hiyo hagi kwa hapa. Check hiyo hagi kwa hapa chini. Yani Uhuru wamekumbatiana na Rigiji ile ya ukweli. Hiyo ndaileta in the next episode. Lakini hii timu yote Muturi, Karua, Rigiji, Uhuru is a clear signal for those who understand politics that Mount Kenya is not going to be divided at all. They stick together, work together, because Ruto, you seemed to isolate them. So nimekuambia mapema, elewa kuwa hapa mbeleni zile ni kura zinakuja zikiwa milioni 6 zimeshikana hivi. They only need a few votes from Kisii, wapate Ukambani, tupate kutoka kwa Natembea, na kura zote zitakuwa zimeenda. Wait, you'll confirm what I'm saying. Kwenye video ya 4, Rigathi Gachagua akiwa mbele ya Uhuru Kenyatta anasema serikali ya sasa imeharibu kila kitu kilichokuwa kimejengwa hapo awali na kwamba wananchi ndio wanaumia zaidi. Hii inaonyesha wazi kuwa vita vya kisiasa sasa viko wazi na sio chini kwa chini tena. Mimi sitaki niseme mingi, my Lord Bishop. Utusamehe kidogo, tumesema one term katika kanisa. Najua hii one term imeleta shida. Mpaka sasa kanisani tunasema one term. Tunataka tuseme huko nje, utusamehe baba askofu. Ni vile maneno iko, watu wamekula mori mpaka wanashindwa kuvumilia, mpaka kanisani wanataka kujieleza. Kwa hivyo mimi niseme, Your Excellency, I wanted to just say several things. Rais wetu ulipoondoka, mambo ya capitation ambayo ilikuwa inakuja kwa shule, wazazi wanakuwa hawana shida. As we speak today, watoto wako nyumbani. Walimu wamefunga shule mapema kwa sababu ya madeni, because they have no money for capitation to pay suppliers. Rais Uhuru Kenyatta, my brother, ile NHIF ulipanga ilikuwa nafanya kazi mzuri, ilitolewa. Yule jamaa akaleta mnyama ingine anaitwa SHA. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta, hiyo SHA inaitwa SHA Shi. Inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Tumetoka hapo, mahospitali yetu isikuwe na shida. Huyu waziri anapiga kelele. Ile maneno nimemuuliza ajibu, hataki kujibu. Anasema ati tunapiga wa Somali. Mimi nauliza wewe waziri Duale, ukiiba pesa ya SHA, wa Somali walikuwa hapo? Na ingine Karen, wa Somali walikuwa pale? Ile pesa yote mmechukua ya SHA ni wewe. Usiingize jamii ya wa Somali kwa shida zako. The Somali community is an honorable community that does business in this country. Don't drag the community in your challenges. The question I asked you, Duale, is can you confirm that the system ile inaregulate SHA is domiciled in Dubai or not? That is a question. Because unasema inafanywa Dubai, not in Kenya. Na tu tunakuuliza swali. Every second of the month, hiyo kampuni yako inaitwa Convergence inalipwa 600 million. Can you answer that question? Is it yes or no? Tena tunakuuliza, before Wakenya wapiga kelele, there was an online platform ilionyesha pesa ya SHA vile inatumika kila siku, Wakenya waelewe. Why did you stop it? Can you bring back that platform so that Kenyans can monitor hii pesa ya SHA inaenda namna gani? Na ndio hii Nairobi Hospital ilitaka kuibiwa, because walijua wakiiba Nairobi Hospital, kwa sababu ni hospitali kubwa ya matajiri,
pesa ya SHA ipitie huko, hakuna mtu atakuwa suspicious, because it's a big hospital, it can be paid in billions and there will be no suspicion. So those are the issues of the day, na sisi tunataka tuseme one term. Lakini sasa video nyingine ya Rais William Ruto. Rais William Ruto anasema yeye ndiye rais wa kwanza wa Kenya kuwa na shahada ya PhD na ndio maana ana uwezo wa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya taifa. Lakini swali linabaki, je, elimu ya juu inatosha kuongoza nchi au wananchi wanataka matokeo sio vyeti? Unajua wale walinitangulia hawakuwa na umri mdogo kama yangu, si ndio? Mimi niko na umri, si ndio? Number 2, mimi nimesoma vizuri si mimi ndio rais wa kwanza kuwa na PhD? Nimesoma vizuri. Na number 3, vile vile mimi nimekuwa na experience ya siasa. Nimekuwa mjumbe 3 terms. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Kuna mtu ninangojea experience gani tena? Si ndio? So niko na experience ya kutosha, niko na umri, niko na masomo. That is why I am the person to make the most difficult decisions for our nation and to move our nation to the next level. Nyinyi mnanielewa? Yes. Unfortunately for me, I don't have an excuse, neither do I have a reason not to make the decisions to change our nation. Na hii nchi yetu itabadilika. Hata nyinyi mmeanza kuona kwa macho yenu. Walikuwa wanasema hakuna kitu inaendelea. Leo barabara zetu zote zilikuwa zimekwama, contractors wamerudi barabarani. Leo affordable housing walikuwa wanasema haiwezi kufanyika. Go to any part of Kenya today, kuanzia Nairobi hii, go to Kiambu, go to Nyeri, go to Murang'a, Nakuru, Eldoret, Busia, Kisumu. Ukisimama Kisumu, nyumba ya gorofa 24 affordable housing iko katikati. Homa Bay, Kakamega, Northern Kenya, Kitui, nilikuwa wote. Nyinyi mnanielewa? Kenya is changing, my friends. Soko tunajenga kila mahali. Nyinyi mumeona masoko ikijengwa ama mmemjaona? Si ndio? Yes, we are changing our nation. And that is what leadership is supposed to do. Hiyo ndio kazi ya uongozi, kubadilisha nchi. Sio ukabila, sio chuki, sio hiyo. Na mimi nataka niwaeleze ya mwisho. Kina mama hoye. Kina mama hoye. Sikiza. Ukiziunganisha hizi video zote 5 unaona picha moja kubwa ya kwamba wananchi wamechoka, vijana wameanza kuhoji kila kitu na viongozi wanazidi kutoa kauli zinazochochea mjadala. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unadhani Gen Z wako sahihi kusema wanachosema au hii ni njia mpya ya siasa ya kuchanganya watu? Na zaidi ya yote, Kenya inaelekea mwelekeo sahihi au tunaelekea pabaya? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana tukutane kwenye video ijayo.